Ayuwa TV, ulimwengu kiganjani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma baad, ndugu zangu Waislamu ambao namtazama kipindi hiki, mimi kwa majina naitwa Ustadh Abdul Ghafur bin Anzwani bin Shafi bin Anzwani Al-Kindi, lakini kwa mama upande wangu mimi ni Abdul Ghafur bin Amina binti Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub. Mimi kwa nafasi yangu kwa kuzaliwa ni mjukuu wa Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub. Vile vile mimi ni makamu mwenyekiti wa taasisi hii ya Tamta. Vile vile mimi ni mwenyekiti wa baraza la walimu wa Madrasa Shamsia. Vile vile mimi ni msimamizi wa maktaba ya Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub. Hizi ndio nafasi ambazo niko nazo. Kwa hiyo nipo mbele yenu kwa ajili kwanza kukaribisha Ayuwa TV kuja katika taasisi yetu hii, kuja kushiriki katika maadhimisho haya ya kielimu. Vile vile na kuja kuitangaza taasisi hii na kuutangaza Uislamu kwa jumla. Kwa hiyo Ayuwa TV tunawakaribisha sana, mjisikie mko nyumbani, mko huru, mko mahala salama, na tunaahidi kuwapa ushirikiano kwa sababu mmefanya jitihada kubwa. Mna majukumu mengi ya kutembelea watu wengine, lakini mkaona mje na sisi mtutembelee, mtutie nguvu ili tuweze kusikika mbali na kuonekana mbali. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa kututembelea. Mwenyezi Mungu awalipe, Mwenyezi Mungu awatie nguvu katika shughuli zenu, nyinyi na wazee wenu ambao wanaendesha hicho chombo. Ama kwa hakika taasisi hii ni taasisi kongwe. Ilianza mwaka 1957 na mwenyewe bwana mkubwa ambaye ndio muasisi wa taasisi hii, Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub, aliweka utaratibu wa kila mwaka kufanya maadhimisho ya elimu. Kila mwaka anafanya maadhimisho ya elimu ili kutambulisha umma kazi anayoifanya, kwa sababu uweze ukafanya jambo bila watu kuwa unawashuhudiza. Kwa hiyo aliweka kila mwaka ikifika tarehe 30 mwezi wa 6 wa kila mwaka, lakini akianza nyuma tangu tarehe 27 anafanya ni maadhimisho ya elimu. Kwa hiyo Tamta Day maana yake kwanza tufahamu ni maadhimisho ya kielimu. Pamoja Tamta Day ukiangalia ni kifupi cha neno Tanzania Muslim Teachers Association. Kwa hiyo hapa kwenye chuo hiki cha Al-Madrasa Shamsia ni chombo kinachotengeneza waalimu, ambao matarajio makubwa ya chombo hiki ni kutengeneza waalimu ambao watasambaa duniani kuweza kufanya kazi hii ya jihadi ya kuipigania dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kuwa kazi hii ni ngumu na mahala hapa panapita watu tofauti tofauti tangu mwaka 1957 mpaka leo tuko kwenye mwaka 2026, Shekhe mwenyewe aliweka maadhimisho haya kwa malengo makubwa wanafunzi wake waweze kujuana.
waliopita mwaka 57 wawezi kujuana na waliopita miaka mingine, kwa sababu kila wanafunzi wanapofika baada ya muda wanatoka kwenda kufanya kazi hii ya elimu. Kwa hiyo ameweka maadhimisho haya, malengo makubwa ni wale wanaofanya kazi hii waweze kujuana, wafike katika mahali ambapo wamezaliwa na wao wametoka hapa, wamezaa, wamejukuu. Kwa hiyo wote katika tarehe kama hizi tunakutana hapa kwa ajili ya kuunga udugu wetu na kutengeza nguvu yetu na kufanya vikao mbalimbali kuweza kujua wapi ambapo hatujafika tufike. Ndio malengo katika malengo ya Tamta Day. Vile vile katika malengo ya Tamta Day bwana mkubwa alivyoyaweka ni kuweka wale wageni wanapokuja wapate kujua nini kinafanyika katika maeneo haya. Unaweza ukaona labda humu ndani kunafanyika kitu gani usijue, lakini ukifika tarehe 27, 28, 29 mpaka 30 utajua hapa ndani kunatolewa elimu yenye kiwango gani. Kiwango kinachotoka hapa ni kiwango mpaka cha thanawia, lakini kiwango hiki cha thanawia ni kiwango ambacho kinaandikwa kwenye makaratasi. Mwanafunzi wetu anapotaharaji tunampa shahada ya thanawia, lakini masomo yanayosomeshwa hapa ni masomo ambayo ni masomo ya kulia, ni masomo yalipetuka thanawia. Kwa hiyo Tamta Day moja katika malengo yake ni kuweza kujitangaza chuo hiki uwezo wake wa kielimu, kwa sababu kunakuwa na marudhati au maonesho ya kielimu ambayo yanatolewa na vijana wetu kuanzia tarehe 27 mpaka 30. Kila siku inakuwa na maonyesho kuonyesha viwango vya elimu mbalimbali katika madarasa hii. Kwa hiyo katika malengo ambayo ameyaweka Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayubu ni malengo mengi ambayo hapa nimetaja mawili, na ukiangalia ndio kinara kikubwa. Watu wanapotawanyika katika kazi zao hizi waweze kujuana, na yeye mwenyewe alikuwa Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayubu, kila mwanafunzi wake anapotoka katika chuo hiki kwenda maeneo fulani ilikuwa akimpa barua akimwelekeza wapi aelekee na kiongozi wake atakuwa ni nani huko. Kwa mfano mji wa Dar es Salaam wakati huo ilikuwa ni shekhe wetu almarhum Sheikh Amrani Kilemile. Ilikuwa kila mwanafunzi anayetoka kuelekea Dar es Salaam basi akiunganishwa na Sheikh Amrani Kilemile. Kwa hiyo ilikuwa ni kazi kubwa mwenyewe akifanya kuunganisha wanafunzi wake. Vile vile katika mambo ambayo ni faida ya Tamta Day ni siri ambazo shekhe mwenyewe aliziweka, anazijua yeye mwenyewe, kiasi kwamba amefikia kuhusia kwamba mwanafunzi wake yoyote ambaye amesoma kwake au amesoma kwa mwanafunzi wake au amepata elimu yake au anempenda au mtu ambaye anapenda kazi zake, basi amehusia watu wote hawa waweze kuhudhuria katika Tamta Day. Ndio radhi yake ambayo ameiweka Sheikh Muhammad Ayubu, ili uweze kumpata, umpate radhi yake. Ikiwa sasa hivi hayupo, basi umpate katika mambo mawili. Usia wake ni watu kuhudhuria katika Tamta Day. Usia wa pili ni mwanafunzi wake popote alipo aweze kuisomesha elimu yake. Kwa hiyo katika mambo ambayo tumeachiwa, ambayo hatuwezi kuyaacha, hata ikiwa ni wagonjwa, hata ikiwa uchumi hali ni ngumu, sisi kwetu hii ndio dawa na ndio tiba ya kufika katika maeneo haya kuweza kuhudhuria katika siku kama hizi. Kwa hiyo wito wangu, kila ambaye amepata elimu ya Sheikh Muhammad Ayubu, basi katika tarehe kama hii tunamkumbusha ambaye yuko mji wa Tanga, ambaye yuko mikoani, ambaye yuko nchi jirani, basi aweze kufika kwenye siku kama hii ambayo Tamta Day inaanza kesho Jumamosi tarehe 30 mwezi wa 6 2026. Kwa hiyo
tunakaribisha sana. Mwenyezi Mungu huko mlipo awafanyie wepesi, ambao mko safarini Mwenyezi Mungu awafanyie safari ziwe nyepesi, ambao mna ugumu wa maisha Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi muweze kufika katika jambo kama hili. Si jambo la kuacha, kwa sababu tarehe 27 katika ratiba zake ni siku ya kuiombea nchi, ni siku ya kumwombea rais wetu, ni siku ya kuombea viongozi wetu, ni siku ambayo inakusanyika mawali wa Mwenyezi Mungu, inakusanyika wanawachuoni maelfu na maelfu katika lango la chuo cha Tamta. Kwa hiyo sidhani kama Mwenyezi Mungu atatuacha katika maombi hayo. Ni siku muhimu ya kufanya maombi mbalimbali, ya kufanya maombi binafsi, ya kufanya maombi ya kinchi, ya kufanya kila maombi ambayo tuwakwazika. Ndio siku ambayo Sheikh Muhammad Ayubu aliweka siku maalumu ya kufanya maombi, ambayo ni kesho Mungu akipenda, siku ya Jumamosi kuanzia saa 12:30. Basi kila mmoja wetu aliye karibu Tanga, ima nje ya Tanga, basi tunamuomba sana afike katika shughuli zetu hizi. Kwa hiyo tunawakaribisha nyote, Waislamu wote na hata wasiokuwa Waislamu pia tunawakaribisha ili waweze kunufaika na jambo hili la Tamta Day. Vile ilikuwa nikutaka kufahamisha umma ambao umefunga safari kuja katika Tamta Day, mgeni wetu rasmi kwa mwaka huu atakuwa ni kipenzi chetu, mufti wetu Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali, akiwa na jopo lake la mashekhe na maulama, akiwa ameongozana vile vile na viongozi mbalimbali wa kiserikali, kwa sababu ndio ada ya maeneo haya kuhudhuriwa na wageni wengi. Hata tukiwataja kuna ambao tutawaacha. Kwa hiyo lakini atakayeongoza msafara huo wa wageni kwa mwaka huu, mgeni wetu rasmi ni Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali. Kwa hiyo tunawaambia tutarajie mengi mazuri tangu tarehe 27 ambayo tumesema ni dua mbalimbali. Kila ambalo limekukwaza, kila ambacho ni kifungo cha maradhi au cha kimaisha, basi taraji kwamba kwa dua za mabwana hawa na karama zao yatatatuka hayo. Hiyo ni tarehe 27 ambayo usiku wake saa 10 ya tarehe 27 ni ziara kwenda kuwazuru mabwana wakubwa. Tukianza asubuhi ile pale langoni, tukitoka kwenye dua tutamzuru Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayubu pamoja na ndugu yake Sheikh Abdullah bin Sheikh Ayubu, pamoja na ndugu yao Sheikh Ahmad bin Sheikh Ayubu, pamoja na mke wa Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayubu Bijafa Muhammad bin Matano, pamoja na mtoto wao Mama Amina binti Sheikh Muhammad Ayubu. Maziara hayo yamekusanya watu hao, ambao ziara hiyo itakuwa ni asubuhi baada ya dua. Saa 10 tarehe 27 tutakuwa na msafara mkubwa wa magari, mapikipiki, mabaskeli, wanakwenda kwa mguu kutoka hapa mjini Tanga kwenda kumzuru bwana mkubwa Sheikh bin Sero. Alafu tutatoka hapo kijiji hicho ni eneo dogo tu, tutakwenda kumzuru Sheikh Ayub bin Khamis, ambaye Sheikh Ayub bin Khamis ndio shekhe na baba mzazi wa Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayubu, na Sheikh bin Sero yeye ndio shekhe wa Sheikh Ayub bin Khamis. Kwa hiyo tukitoka huko tutarudi tena makao makuu saa 2 baada swalati al-ishai. Itakuwa ni hadhara ya kina mama watu wazima ambao walisoma zamani hapa. Wao watakuwa na hadhara yao kuanzia saa 2 mpaka kwenye saa 4. Hadhara itakuwa imekamilika, wakionyesha ujuzi wao, elimu zao waliozipata kwa Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayubu. Tarehe 28 itakuwa ni siku ya maulidi ya matawi yote ya Madrasa Shamsia baada swalati al-asri.
watakuwa na hadhara baada ya swala la asiri. Watakuwa na mfumo, kila mmoja akitabaruku katika hafla ile. Vile vile tarehe 29 saa baada ya swalati la asiri itakuwa ni samaa ya makao makuu, alafu baadaye itakuwa baada ya swalati lishai itakuwa ni maonyesho ya matawi. Alafu tarehe 30 ambayo ni kilele cha maadhimisho haya, ikiwa ni maadhimisho ya miaka 69 tangu kuanzishwa na shekhe. Saa 10 patakuwa na zafa kubwa la matawi yote ya Madrasa Shamsia. Alafu baada ya salati lishai itakuwa ni maulidi makubwa pamoja na maonesho ya watoto wa makao makuu, wanafunzi wetu wa makao makuu. Kwa hiyo tutaraji mengi mazuri ambayo tutajifunza katika maonyesho hayo, ikiwa ni mishkeli mbalimbali ambayo katika maisha yetu yanatutatiza, tutaweza kuyasikia katika maonyesho hayo ya siku hii ya tarehe 30. Na tarehe 30 ikumbukwe kwamba ndio kilele cha hadhara, ambayo ndio siku ambayo alikuja kufanya ufunguzi bwana mkubwa Al-Habib Umar bin Sumeti. Ndio tarehe 30 ya mwezi wa 6 alikuja kufanya ufunguzi wa madrasa hii. Kwa hiyo maadhimisho tangu tarehe 27, lakini kilele cha maadhimisho haya ni tarehe 30, ikiwa ni ndio ufunguzi ambao uliwekwa na mwanachuoni mkubwa, wali mkubwa Habib Umar bin Sumeti. Kwa hiyo tutaraji mambo makubwa siku hiyo, tusikose. Kila mmoja wetu ajitahidi aweze kuhudhuria ili aweze kupata maalumati ya kielimu mbalimbali, na vile vile aweze kupata dua siku hiyo, kutaombwa dua vile vile, kwa sababu itakuwa ni usiku ambao umekusanya watu wengi. Vile vile hatutaacha kufanya maombi mbalimbali kwa haja zetu binafsi na kwa haja za kinchi, na vile vile kumwombea mama yetu Mama Samia, jinsi gani Mwenyezi Mungu aweze kumbariki katika uongozi wake, aweze kutuhudumikia vizuri inshallah. Kwa hiyo karibuni sana, lakini tutanguliza shukurani kama makamu mwenyekiti wa TAMTA kwa wale wote ambao wamejitolea muda wao, wamejitolea mali zao, wamejitolea kutoa vyombo vyao kama hivi vya habari kuweza kuwa na sisi katika masiku yote haya, pamoja na taklifu kubwa watakayochukua, lakini nadhani wanafahamu malipo makubwa ambayo watayapata kwa Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa kuungana na sisi katika jambo letu hili kubwa. Mwenyezi Mungu atawalipa inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. AYUA TV, ulimwengu kiganjani.